Habari kubwa ambayo inagonga headlines sasa hivi kutoka ukanda wa Ukraine pamoja na Urusi ni taarifa ambazo zinaihusu Urusi kufanya mashambulizi makubwa pale nchini Ukraine, ambapo kwa mujibu wa ripoti shambulizi kubwa la Urusi nchini Ukraine limeua watu 6 na kujeruhi zaidi ya 18, ambapo shambulizi hili limetokea maeneo mbalimbali Ukraine usiku wa kuamkia Oktoba 5 na limeua takriban watu 6 na kujeruhi wengine 18 kwa mujibu wa taarifa ambazo zimetolewa. Urusi ilifanya mashambulizi kwa kutumia ndege zisizo na rubani drone 500 na zaidi ya makombora 50 ikiwemo makombora ya kivita ya Kenzehal, wakilenga mikoa ya Lviv, Ivano-Frankivsk, Zaporizhzhia, Chernihiv, Sami, Kharkiv, Kherson, Odessa pamoja na Kirovohrad. Rais wa Ukraine Bwana Volodymyr Zelensky alichapisha maneno ya kulaani kupitia katika ukurasa wake wa Facebook, akitoa wito kwa Marekani na Ulaya kulazimisha Urusi kukubali kusitisha mashambulizi hayo ya anga. Aliandika maneno haya: ulinzi zaidi unahitajika, utekelezaji wa haraka wa makubaliano yote ya ulinzi, hasa kuhusu ulinzi wa anga, ili kuondoa maana yoyote ya ugaidi huu wa angani, alisema Zelensky. Akasema kuna uwezekano wa kusitisha mapigano upande mmoja angani, jambo ambalo linaweza kufungua njia kwa diplomasia ya kweli. Katika hotuba yake ya mchana kwa taifa, Zelensky anasema Urusi inazicheka nchi za magharibi kwamba wanashindwa kutoa mwitikio madhubuti dhidi ya shambulizi hilo. Ametaka kuwe na udhibiti mkali zaidi wa uuzaji nje baada ya kusisitiza kuwa vipuri vya nchi za magharibi bado vinatumika kutengeneza silaha za Urusi. Zelensky ameongeza kuwa zaidi ya vipengele 100,000 vilivyotengenezwa nje ya nchi vilitumika katika shambulio la hivi karibuni la droni vikitoka Uingereza, Marekani, Ujerumani pamoja na Uswisi, akisema makombora hayo ambayo amefanya mashambulizi, baadhi ya vitu ambavyo vimetumika kutengeneza makombora hayo vimetoka katika mataifa hayo. Baada ya mashambulizi hayo, mkuu wa sera za kigeni wa Umoja wa Ulaya Kaja Kallas akaandika kwenye mtandao wa kijamii wa X kwamba Urusi inatumia mashambulio ya kigaidi dhidi ya raia pamoja na miundombinu ya Ukraine kuficha kushindwa kwao katika mashambulizi ya msimu wa kiangazi. Ameongeza kuwa Brussels itaendelea kukamilisha kifurushi kijacho cha vikwazo kuhakikisha ufadhili na kutoa silaha. Waziri wa mambo ya nje wa Lithuania Kęstutis Budrys ametoa wito wa kusitisha kabisa uagizaji wa mafuta na gesi ya Urusi barani Ulaya, akiandika katika ukurasa wa X kwamba Ulaya inaendelea kulisha tamaa ya kifalme ya Urusi. Wakati Hungary na Slovakia ndio nchi pekee ambazo zinaendelea kuagiza mafuta ya Urusi, Umoja wa Ulaya ni mnunuzi mkubwa wa gesi asilia ambayo imesindikwa kutoka Urusi, licha ya ahadi ya Brussels ya kuacha utegemezi huo ifikapo mwaka 2027. Kwa mujibu wa jeshi la anga la Ukraine, ulinzi wa anga wa nchi hiyo ulifanikiwa kuangusha takribani droni 478, lakini makombora 8 na droni 57 yalipenya na kushambulia maeneo 20 tofauti. Katika mkoa wa Lviv, watu 4 wameuawa na wengine 8 kujeruhiwa, kwa mujibu wa mkuu wa utawala wa kijeshi wa mkoa huo Maxim Kostianskyi, aliyechapisha katika ukurasa wake wa Telegram. Ofisi ya mwendesha mashtaka mkoa wa Lviv inaripoti kwamba waliofariki walikuwa ni wa familia moja, akiwemo msichana mwenye umri wa miaka 15. Hilo lilikuwa ni shambulizi kubwa zaidi katika mkoa huo tangu Urusi ianze uvamizi wake wa kijeshi kwa kiwango kikubwa, ikihusisha droni 140 na makombora ya anga 23. Kozianskyi anasema miundombinu ya usafirishaji wa gesi ilikuwa ni miongoni mwa malengo makuu, huku hali joto ikipungua na msimu wa joto ukikaribia. Eneo la viwanda liliwaka moto wakati wa shambulizi la makombora na droni katika jiji la Lviv. Meya Andrei Sadyov ameandika katika ukurasa wake wa Telegram, akisisitiza kuwa hakuna malengo ya kijeshi katika eneo hilo. Sadyov anasema wilaya 2 za Lviv hazina umeme na usafiri wa umma umesitishwa kwa muda kutokana na shambulizi hilo. Vyombo mbalimbali vinaripoti pia kuwa satelaiti za upelelezi za China zilipita juu ya Lviv wakati wa shambulizi hilo, ingawa hawajathibitisha kama satelaiti hizo zilikuwa zikifanya upelelezi halisi wakati wa safari zao za juu ya Ukraine.
Katika jiji la Zaporizhzhia, mtu mmoja ameuawa na wengine 10 kujeruhiwa, Gavana Ivan Fedorov aliandika pia katika ukurasa wa Telegram, ambapo anasema vikosi vya Urusi vilirusha drone na mabomu ya angani dhidi ya Zaporizhzhia, wakilenga eneo la viwanda na majengo ya makazi, ambapo wizara ya nishati iliripoti kuwa kituo kikubwa cha nishati pia kimeharibiwa na kusababisha kukatika kwa umeme kwa idadi kubwa ya wakazi wa jiji na maeneo jirani. Huko Kherson, mwanamume mwenye umri wa miaka 77 aliuawa na mashambulizi ya Urusi, kwa mujibu wa Gavana Oleksandr Plokhodin, ambapo katika eneo la Vinnytsia shambulio la Urusi liligonga eneo la viwanda lisilo la kijeshi, kwa mujibu wa utawala wa kijeshi wa mkoa wa Vinnytsia, ingawa hakuna majeruhi walioripotiwa. Huduma ya umeme katika mikoa ya Sami pamoja na Chernihiv bado haijarudi, huku ratiba za kukatika kwa umeme kila saa zikiendelea kutekelezwa, wizara ya nishati imezungumza. Mashambulizi ya Urusi pia yaliharibu miundombinu ya gesi inayomilikiwa na kampuni ya taifa ya nishati ya Ukraine, Naftogaz, ambapo mkurugenzi mtendaji Serhiy Kolyensky aliandika naye kwenye ukurasa wa Facebook. Alisema mashambulizi ya kigaidi yanalenga jambo moja pekee, kuwanyima wa Ukraine gesi, joto na mwanga, aliandika, ambapo wataalamu wa nishati wa Ukraine wamezungumza kwamba mwezi uliopita Urusi iliendesha kampeni nyingine ya kuharibu sekta ya nishati ya Ukraine baada ya kuangamiza nusu ya uwezo wa kuzalisha umeme mwaka jana. Vyanzo mbalimbali vilivyopo katika maeneo hayo vinasema Urusi inapanga kufanya mashambulizi katika sekta ya nishati mwaka huu, na mpango wao ni kuharibu kabisa sekta hiyo. Wakati wizara ya nishati na kampuni zimejiandaa kwa mashambulio hayo, Ukraine bado haina uwezo wa kutosha wa ulinzi wa anga kulinda miundombinu yao ya nishati. Miji ya Ukraine inaweza kukumbwa na kukatika kwa umeme kwa saa kadhaa kila siku na kukosa joto msimu huu wa baridi, alisema Olena Lupenko, meneja mkuu wa usalama na uhimilivu wa Dixie Group, taasisi ya tafiti za nishati nchini Ukraine, ambapo alizungumza na wanahabari. Ukraine na washirika wake wa Ulaya wanajadili mpango wa ukuta wa drone kwa ajili ya ulinzi wa anga ili kulinda mpaka wa mashariki wa Umoja wa Ulaya kufuatia uvamizi wa hivi karibuni wa droni na kuisaidia Ukraine kulinda anga yake, ambapo kwa mujibu wa taarifa ni kwamba kuna mazungumzo ambayo yamepangwa kufanyika mjini Brussels Oktoba 15 wakati wa mkutano wa mawaziri wa ulinzi wa NATO, ikifuatiwa na kikao cha Umoja wa Ulaya. Kwa hiyo Urusi wameendelea kufanya mashambulizi ya hapa na pale, wakiendelea kuharibu miundombinu pamoja na maeneo mbalimbali ambayo yalikuwa yakitumiwa na hao wa Ukraine, hasa katika kukabiliana na Urusi. Lakini pia tumeona Urusi pia wameendelea kutoa tahadhari, ambapo leo rais wa Urusi Bwana Vladimir Putin ametoa tahadhari tena kwamba upelekaji wa makombora ya Tomahawk kwenye taifa la Ukraine utaharibu kabisa uhusiano wa Marekani na Urusi. Amesema Vladimir Putin kwamba mwenendo chanya wa uhusiano kati ya Urusi na Marekani utaharibika endapo Washington itaisaidia Ukraine kupeleka makombora ya masafa marefu aina ya Tomahawk. Anasema usambazaji wa mifumo ya makombora ya masafa marefu ikiwemo Tomahawk kwa Ukraine utasababisha uharibifu wa mwenendo chanya ambao unaanza kuonekana katika uhusiano kati ya Urusi pamoja na Marekani. Putin alielezea televisheni ya Urusi kupitia kwa uandishi wa habari, hasa mwandishi wa habari za serikali Bwana Pavel Zalbin, kama ambavyo imenukuliwa. Makamu wa rais wa Marekani JD Vance alithibitisha Septemba 28 kwamba Marekani inazingatia uwezekano wa kuipatia Kiev makombora ya Tomahawk ambayo yana uwezo wa kufika kati ya kilomita 1600 na 2500. Hatua hiyo inakuja na itakuwa ni nyongeza kubwa kwa uwezo wa kijeshi wa Ukraine, ambao kwa sasa wanategemea zaidi ndege zisizokuwa na rubani drone kwa mashambulizi ya mbali, na itairuhusu Kiev kushambulia kwa nguvu ndani zaidi ya ardhi ya Urusi. Kauli ya Putin inakuja kati rais wa Marekani Donald Trump ameonyesha msimamo mkali zaidi dhidi ya Urusi katika wiki za hivi karibuni, baada ya kipindi cha majira ya kiangazi kilichoashiria ukaribu, ambapo Marekani ilimkaribisha Putin kwa heshima kubwa katika mkutano wa kilele ambao ulifanyika pale Alaska mwezi Agosti. Mnamo Septemba 25, Trump aliita Urusi ni chui wa karatasi kutokana na kushindwa kwake kupata mafanikio ya kijeshi licha ya mashambulizi makali na matumizi makubwa ya rasilimali. Putin alijibu Oktoba 2 kwa kuiita NATO pia ni chui wa karatasi, akionyesha dalili za kuzorota kwa uhusiano
kati ya Moscow pamoja na Washington. Amesema pia kuwa usafirishaji wa makombora ya Tomahawk utakuwa ni hatua mpya ya kuchochea mivutano, ikiwemo uhusiano kati ya Urusi na Marekani kuharibika. Putin aliongeza kuwa ulinzi wa anga wa Urusi utajirekebisha kukabiliana na mashambulizi ya Tomahawk na kwamba makombora hayo ya masafa marefu hayataathiri uwiano wa nguvu katika uwanja wa mapambano. Kwa sasa Ukraine inategemea makombora ya kusafiri yanayotolewa na mataifa ya magharibi ambayo yana uwezo wa kufika umbali wa takribani kilomita 250 pekee, na Ukraine pia ina kombora lake la kusafiri ambalo limetengenezwa ndani ya nchi ambalo linafahamika kama Flamingo lenye uwezo wa kufika kilomita 3000, lakini uzalishaji wa kiwango kikubwa unatarajiwa kuanza mwaka ujao na kwa sasa halipo kwa idadi ya kutosha kufanya mashambulizi. Urusi ina faida kubwa ya kijeshi dhidi ya Ukraine katika matumizi ya makombora, na mara kwa mara wamekuwa wakitumia mifumo yao ya makombora ya kusafiri ya Kalibr kushambulia miji ya Ukraine pamoja na mifumo ya makombora ya ballistic kama Iskander. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.